Bana, kuna kale kausemi kanasema kwamba mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Kwa jinsi ambavyo Baba Levo anaonekana kwa sasa hivi, amebadilika sana na ameonyesha wazi kabisa yeye ni mbunge ambaye anapaswa kuwa mbunge bora katika jimbo la Kigoma mjini. Kufuatia taarifa ambayo nimekusogezea hapo, ni pamoja na kile ambacho amekifanya. Ameingia kwa miguu miwili katika jukwaa la siasa baada ya kuwa amechaguliwa kwa kishindo zaidi kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Naye ameonyesha wazi kabisa nafasi hiyo ambayo ameihitaji, ya kuihitaji kwa bahati mbaya, bali ameihitaji kwa mapenzi makubwa na kwa uchungu mkubwa, kwa ajili ya kuweza kuwatumikia wananchi wanyonge wa eneo hilo la Kigoma. Amekuwa ni mwanasiasa mchanga ambaye ndo kwanza amekuwa zaidi kwenye upande wa siasa. Navyosema kwamba ndo kwanza amekuwa zaidi kwa sababu alianzia kuwa diwani. Baada ya kuwa diwani kwa miaka 5 akawa ameacha masuala ya siasa na akawa amejishughulisha na kuendeleza zaidi harakati zake za kimuziki pamoja na kazi ya utangazaji pale Wasafi FM, na alikuwa akitumikia kipindi cha Mgahawa na baadaye kipindi hiko kubadilishwa kuwa Jana na Leo, lakini bado kumbe dhamira moyoni mwake ilikuwa bado ikiendelea kuishi kwamba siku moja ni lazima ataingia katika industry hii hapa na kuweza kuhakikisha anateka mamia au mamilioni ya fuasi katika upande wa siasa. Kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema kwamba ndoto zake zimetimia. Kama ndoto zake zimeweza kutimia, na anaonesha kwa vitendo kabisa kwamba alikuwa na dhamira kubwa zaidi kuhakikisha atimiza ndoto zake kwa ukubwa zaidi, baada ya kuonekana katika majukwaa makubwa ya kisiasa na akifanya makubwa katika upande wa kisiasa. Na niseme tu kwamba ile siku ya Pilau Day ambayo ilikuwa ni Happy New Year, ilikuwa ni sikukuu ya mwaka mpya, ameweza kualika asilimia kubwa ya wananchi wake katika jimbo hilo la Kigoma mjini na kuweza kuhakikisha kila mwanakijiji anaweza kupata chakula, kila mwananchi anapata pilau katika siku hii hapo. Imaanisha kwamba wakazi wa eneo hilo hawana uwezo wa kupika pilau majumbani kwao. Uwezo wanao, wengine wenda hata zaidi ya hivyo, lakini wameweza kuhudhuria katika maeneo hayo kwa sababu Baba Levo ameonyesha kuwa ni mbunge ambaye anayejali zaidi wananchi wake. Kwa hiyo kwa kikubwa zaidi ambacho amekifanya Baba Levo, anaonekana wazi kabisa jimbo hilo kuendelea kulishikilia zaidi, na anafanya kitu ambacho kinaishi katika mioyo ya watu. Unaona bwana, kitu ambacho kinaishi katika mioyo ya watu siku zote ni upendo. Upendo ukiendelea kuwepo katika mioyo ya watu, basi nikwambie kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo hapo baadaye vinaweza kufanyika, kwa sababu ukiangalia mwaka huu ni 2025, lakini mwaka huu ni 2026. Mwaka 2025 ilikuwa ni mwaka wa uchaguzi ambapo aliingia na yeye pia akawa ameshinda. Huenda anafanya hivi vyote kulingana na kwamba mwaka 2030 bado kimbembe kinaendelea, na yeye pia anataka atengeneze historia huenda ya kudumu zaidi katika ubunge eneo hilo la Kigoma mjini. Ndio maana amezidi kuiteka zaidi mioyo ya wakazi wa eneo hilo. Ameweza kugawa madaftari mengi sana kwa wanafunzi wote wa shule za msingi, baada ya kuwa ameweza kuwasaidia wanafunzi wa chuo, naona bwana, kuwalipia ada. Kwa hiyo amefanya hivyo kwa asilimia kubwa, amekubalika na umati wa watu wengi katika siku hiyo ya sikukuu. Walisogea kwa ajili ya kwenda kusherehekea. Kuna utani mwingi sana ambao wanaofanya Baba Levo, lakini ukienda katika upande wa kazi, Revocatus huyu hapa Chipando anakuwa Chipando kweli kweli, na wala sio Baba Levo. Kwa wale ambao wamezoea kumuona katika majukwaa akifurahisha au akichekesha, lakini kwa sasa hivi anafurahisha ndio, lakini ukienda katika kazi anakuwa yuko makini zaidi, kwa sababu hataki kuharibu status yake ambayo ameitengeneza kwa muda huu hapa. Lengo lake ni kubwa zaidi ambalo ameliweka kwa ajili ya kuhakikisha anasaidia zaidi na zaidi wananchi wake. Kwa hiyo ukienda mbele zaidi, nyuma zaidi, ukifikiria zaidi, unaona kumbe Baba Levo alistahili kupata nafasi hii hapo, kwa sababu siku zote nafasi yoyote ile pale ni Mungu ndio amekuwa ameweka, na kila mamlaka ina nguvu, unaona bwana. Kwa hiyo huenda mamlaka ya Mungu imeona ni bora zaidi katika jimbo la Kigoma mjini, kiongozi yao ni Baba Levo. Wanasema kwamba maoni mengi ambayo ya wakazi wa Kigoma wanasema kwamba kiukweli Kigoma haijapata tu mbunge, bali imepata mbunge ambaye anaweza kuwatimizia malengo na mahitaji kama wananchi, kwa sababu kipaumbele
cha Baba Levo ni barabara kama jinsi alivyosema, lakini haya mambo mengine anayofanya kwa ajili ya kuacha alama katika mioyo ya watu walio wengi. Sasa nini maoni yako juu ya Baba Levo huyu mtaalamu? Toa maoni yako, tutayasoma pia, lakini pia kama hujasubscribe fanya subscribe. Bye bye.